Hujambo na karibu ndani ya JCTV kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Leo ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026, tulionayo mchana wa leo. Mabango yenye maneno Territoire de Haut Plateau de Minembwe yalisomeka wakati wa ziara ya viongozi mbalimbali wa AFCM 23 pa Minembwe hivi karibuni. Kulikoni? Ukiangalia swala hili kwa jicho la uchambuzi, utabunua kwamba changamoto si jina lenyewe pekee, bali ni historia na mazingira yanayolizunguka. Kwa nini vita haviishi nchini DRC? Ukiangalia hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au DRC, utaona kwamba si vita vya kawaida ambavyo vinaweza kuisha kwa kusaini makubaliano leo alafu kesho kila kitu kinakuwa sawa. Hapana. Na hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuzua wasiwasi, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vinavyoshirikiana na serikali yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Huseni, karibu. Habari kamili. Hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuzua wasiwasi, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vinavyoshirikiana na serikali yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Waasi wa AFCM 23 wameuteka mji wa Kipupu, makao makuu ya sekta ya Itombwe katika tarafa la Mwenda, Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, AFCM 23 waliingia na kudhibiti eneo hilo mchana wa tarehe 10 Julai baada ya mapigano dhidi ya makundi ya wazalendo yaliyokuwa yakipatikana katika eneo hilo. Mashuhuda wanasema mapigano hayo yalihusisha matumizi ya droni, hatua inayodhihirisha kuendelea kwa matumizi ya teknolojia katika operesheni za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa DRC. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa eneo hilo wameripoti uwepo wa wapiganaji wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara ambao wanadaiwa kushirikiana na AFCM 23 katika operesheni hiyo. Mapigano hayo yamesababisha wananchi wengi kuyahama makazi yao Kipupu na maeneo ya jirani kutokana na hofu ya usalama. Viongozi wa kiraia wanasema familia nyingi zimeanza kuelekea maeneo salama, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa ya kutia wasiwasi. Kutekwa kwa Kipupu kunachukuliwa kuwa hatua muhimu kutokana na nafasi ya eneo hilo katika sekta ya Itombwe, moja ya maeneo yenye umuhimu wa kimkakati Kivu Kusini. Tukio hili si la kwanza kutokea katika eneo hilo. Kipupu pia iliwahi kudhibitiwa na AFCM 23 mwezi Disemba mwaka 2025 kufuatia operesheni za waasi hao kuelekea mji wa Uvira. Maendeleo haya yanakuja wakati juhudi za kurejesha amani na utulivu mashariki mwa DRC zikiendelea, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vinavyounga mkono serikali yakiendelea kusababisha athari kwa wananchi wa kawaida. Kwa sasa, mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa kufuatia kutekwa kwa eneo hilo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Mabango yenye maneno Territoire de Haut Plateau de Minembwe yalisomeka wakati wa ziara ya viongozi mbalimbali wa AFCM 23 pa Minembwe hivi karibuni. Mvutano mpya umejitokeza katika eneo la Minembwe, wilayani Fizi, mkoani Kivu Kusini, kufuatia matumizi ya jina la Territoire de Haut Plateau de Minembwe na waasi wa AFCM 23 wakati wa mkutano wao uliofanyika Julai tarehe 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, ujumbe mkubwa wa AFCM 23 ulifika Minembwe na kuandaa mkutano wa hadhara ambapo mabango na nembo zilizotumika zilibeba jina hilo. Hata hivyo, jina hilo halitambuliwi katika mgawanyo rasmi wa kiutawala wa DRC, ambapo Minembwe inaendelea kutambuliwa kama sehemu ya wilaya ya Fizi. Suala la kuipa Minembwe hadhi ya wilaya kamili limekuwa moja ya vyanzo vikuu vya mvutano Kivu Kusini kwa miaka kadhaa. Jamii mbalimbali zimekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo hilo, huku makabila mengi ya wenyeji yakipinga kuundwa kwa wilaya mpya
na kusisitiza kwamba Minembwe ibaki ndani ya mipaka ya Fizi. Mjadala huo umewahi kuhusishwa na migogoro ya kikabila iliyosababisha vifo vya watu wengi na kuyumbisha hali ya usalama katika sehemu za kusini mwa mkoa huo. Baadhi ya viongozi wa jamii na watu mashuhuri wa eneo hilo wameeleza wasiwasi wao kuhusu matumizi ya jina hilo na AFC M23, wakisema yanaweza kuongeza mivutano iliyokuwepo kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa maoni yanayotolewa na baadhi ya wadau wa eneo hilo, hatua yoyote ya kuendelea kusukuma ajenda ya kuundwa kwa wilaya ya Minembwe inaweza kufungua tena migogoro ya kikabila ambayo imekuwa ikisababisha machafuko katika eneo hilo kwa miaka mingi. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito wa kuimarishwa kwa mazungumzo kati ya jamii mbalimbali zinazounda eneo hilo, zikiwemo Babembe, Banyamulenge, Banyindu, Bafuliru, Balega na nyinginezo. Wadau hao wanaamini kuwa amani ya kudumu inaweza kupatikana kupitia maridhiano, mazungumzo na kuimarisha mshikamano wa kijamii badala ya mijadala inayohusu mabadiliko ya mipaka ya kiutawala ambayo inaweza kuzua mgawanyiko mpya. Tukio hili linaonyesha jinsi suala la Minembwe linavyoendelea kuwa moja ya mada nyeti zaidi Kivu Kusini, huku mamlaka, viongozi wa jamii na wananchi wakitakiwa kutafuta njia za kudumisha amani na kuzuia kurejea kwa migogoro ya kikabila katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya migogoro na kiusalama wana maoni gani? Kashindi Idi. Kama unavyojua, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mjadala mkubwa baada ya kuonekana kwa mabango katika eneo la Minembwe yaliyotumia jina jipya la kiutawala linaloitwa Territoire des Hauts Plateaux de Minembwe. Jambo hili limeibua mijadala na hisia tofauti miongoni mwa wananchi wa Kivu Kusini, hasa kutokana na historia ya eneo hilo. Sasa ukiangalia swala hili kwa jicho la uchambuzi, utagundua kwamba changamoto si jina lenyewe pekee, bali ni historia na mazingira yanayolizunguka. Minembwe imekuwa moja ya maeneo yenye mijadala mikubwa kuhusu mipaka ya kiutawala, umiliki wa ardhi na uwakilishi wa jamii mbalimbali kwa muda mrefu sana. Ndiyo maana kila mara kunapotokea hatua, tamko au ishara yoyote inayohusishwa na mabadiliko ya hadhi ya eneo hilo, huwa kuna watu wanaoiona kama maendeleo ya kisiasa au kiutawala. Na wakati huo huo, kuna wengine wanaoiona kama jambo linaloweza kuathiri maslahi yao. Hapo ndipo tatizo kubwa linapoanzia. Kwa mtazamo wa wachambuzi wengi wa masuala ya amani, eneo la Minembwe ni moja ya maeneo ambayo yanahitaji tahadhari kubwa katika namna masuala yake yanavyoshughulikiwa. Sababu ni kwamba migogoro mingi iliyowahi kutokea katika nyanda za juu za Minembwe haikuanza kwa mapigano ya moja kwa moja. Mara nyingi ilianza kwa tofauti za mitazamo kuhusu ardhi, utawala, utambulisho wa jamii na namna ya kuishi pamoja. Kwa hiyo, matumizi ya jina jipya la kiutawala katika mazingira ambayo tayari yana historia ya mvutano yanaweza kuzalisha tafsiri tofauti miongoni mwa jamii mbalimbali. Wengine wanaweza kuliona kama jambo la kawaida, lakini wengine wanaweza kulichukulia kama ishara ya mabadiliko makubwa yanayokuja. Na katika maeneo yenye historia ya migogoro, tafsiri tofauti za aina hiyo zinaweza kuongeza hali ya wasiwasi. Ni muhimu pia kuelewa kwamba amani katika maeneo kama Minembwe haitegemei tu uwepo au kutokuwepo kwa silaha. Amani pia inategemea kiwango cha uaminifu kati ya jamii mbalimbali. Pale ambapo jamii zinahisi kwamba sauti zao hazisikiki au maslahi yao hayazingatiwi, mazingira ya kutokuaminiana yanaweza kuongezeka. Ndiyo maana baadhi ya wadau wa amani wanaamini kwamba swala lolote linalohusu hadhi ya Minembwe linapaswa kujadiliwa kwa uwazi na kwa ushirikishwaji mpana wa jamii zote zinazohusika. Hii ni kwa sababu maamuzi au hatua zinazochukuliwa bila kujenga mwafaka zinaweza kuibua mijadala mipya badala ya kutatua ile ya zamani. Kwa upande mwingine, wapo wanaosema kwamba mjadala huu haupaswi kuwa sababu ya kurejea kwa migogoro. Badala yake, unaweza kuwa fursa ya kuanzisha mazungumzo mapya yatakayosaidia kujenga uelewano wa muda mrefu kati ya jamii zinazoshiriki eneo hilo. Lakini jambo moja ambalo karibu kila mtu anakubaliana nalo ni kwamba nyanda za juu za Minembwe zimepitia maumivu mengi kwa miaka ya nyuma. Kumekuwa na vifo, uhamishaji wa wananchi na migogoro iliyowaathiri maelfu ya watu. Kutokana na historia hiyo, hatua yoyote inayoweza kutafsiriwa tofauti na makundi mbalimbali inahitaji kushughulikiwa kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo, swali ambalo wengi wanaendelea kujiuliza si kama jina hilo ni sahihi au si sahihi. Swali kubwa ni kama matumizi yake kwa wakati huu yatasaidia kujenga mazingira ya amani na maridhiano, au kama yanaweza kuongeza hofu na mashaka katika eneo ambalo bado linaendelea kutafuta utulivu wa kudumu. Na hilo ndilo jambo ambalo bila shaka vitahitaji busara kubwa kutoka kwa viongozi,
jamii za eneo hilo na wadau wote wanaohusika na juhudi za amani katika Kivu Kusini. Kwa sababu mwisho wa siku, jambo muhimu zaidi si jina pekee, bali ni namna ya kuhakikisha kwamba jamii zote zinajiona kuwa sehemu ya suluhisho na si sehemu ya mgogoro mpya. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Katika juhudi za kurejesha amani na utulivu nchini DRC, mamlaka zinaendelea kutekeleza programu mbalimbali za kuwasaidia wapiganaji kuacha silaha na kurejea katika maisha ya kawaida. Takwimu mpya zilizotolewa na programu ya kupokonya silaha, kuwarejesha kijamii na kiuchumi pamoja na kuleta utulivu nchini humo zinaonyesha hatua zilizofikiwa katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Zaidi ya watoto 20,000 wameondolewa kutoka katika makundi yenye silaha nchini DRC, huku zaidi ya silaha 1,200 zikikusanywa katika operesheni mbalimbali za usalama. Taarifa hiyo imetolewa na programu ya kupokonya silaha, kuwarejesha kijamii na kiuchumi pamoja na kuleta utulivu maarufu kama PDDRCS wakati wa warsha maalum iliyofanyika mjini Kinshasa kwa ajili ya wataalamu wa vyombo vya habari. Kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa katika mkutano huo, programu hiyo imefanikiwa kukusanya zaidi ya bunduki 1,200, silaha za jadi 1,400, risasi zaidi ya 5,000, vifaa karibu 50 vya milipuko pamoja na vifaa zaidi ya 1,000 vya kijeshi vilivyokabidhiwa kwa jeshi la DRC. Aidha, watoto 20,794 wameondolewa kutoka katika makundi yenye silaha katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri, Tanganyika pamoja na Kinshasa kwa lengo la kupata huduma za ulinzi na kuandaliwa kwa ajili ya kurejea katika maisha ya kawaida ya jamii. Programu hiyo imeeleza kuwa kwa sasa miradi 21 ya kuwawezesha wananchi kiuchumi inaendelea kutekelezwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Miradi 19 inafadhiliwa kwa ushirikiano wa washirika wa maendeleo, huku mingine 2 ikifadhiliwa na serikali ya DRC. PDDRCS pia imeendesha mamia ya shughuli za mazungumzo ya kijamii, kampeni za uhamasishaji, mafunzo pamoja na programu za kusaidia haki ya mpito kwa lengo la kuimarisha maridhiano na mshikamano katika jamii. Wakati huo huo, programu hiyo imesema inaendelea kusasisha ramani ya makundi yenye silaha nchini, ambapo hadi sasa imeorodhesha makundi 211 yenye silaha, yakiwemo makundi 9 ya kigeni. Taarifa hizo zinatumika kusaidia upangaji wa mikakati ya amani, usalama na utulivu katika maeneo mbalimbali. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa warsha hiyo, mratibu wa kitaifa wa PDDRCS, Jean de Dieu Desire Ntanga Ntita, alisisitiza umuhimu wa vyombo vya habari katika kupambana na upotoshaji wa taarifa na kuhamasisha usambazaji wa habari sahihi kuhusu juhudi za amani nchini humo. Washiriki wa warsha hiyo wamepongeza hatua zinazochukuliwa na programu hiyo na kuahidi kuendelea kushirikiana katika kuhabarisha umma kuhusu shughuli zinazolenga kurejesha amani, utulivu na maendeleo katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro nchini DRC. Wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa njia za anga nchini DRC, RVA, katika mji wa Badolite mkoani Nord Ubangi, wanaendelea kushinikiza malipo ya mishahara yao baada ya kudai kutolipwa kwa zaidi ya miaka 11. Hali hiyo imeibua malalamiko makubwa, huku mashirika ya kiraia yakijiunga na juhudi za kutaka suluhisho la haraka kutoka kwa mamlaka husika. Wafanyakazi wa RVA walioko Badolit wanadai kulipwa mishahara ya miezi 143 ambayo hawajapokea, sawa na zaidi ya miaka 11 ya madeni ya mishahara. Kwa mujibu wa wafanyakazi hao, hali yao imekuwa ngumu kutokana na kukosekana kwa mapato ya kuwasaidia kukidhi mahitaji muhimu ya maisha, ikiwemo chakula, huduma za afya na elimu kwa watoto wao. Shirika la kiraia la Synergie Citoyenne pour le Changement limeandaa maandamano ya amani kwa kushirikiana na wafanyakazi hao ili kupinga kile walichokitaja kuwa ukiukwaji wa haki za wafanyakazi. Katika hatua hiyo, waraka maalum uliwasilishwa kwa ofisi ya gavana wa mkoa wa Nord Ubangi ukieleza changamoto zinazowakabili wafanyakazi hao. Mgomo wa wafanyakazi wa RVA ulianza tarehe 22 Juni mwaka huu, lakini hadi sasa bado hakuna suluhisho la moja kwa moja lililopatikana. Licha ya mgomo huo, baadhi ya wafanyakazi wanaendelea kutekeleza majukumu muhimu kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za msingi za uwanja wa ndege wa Badolit zinaendelea.
Wafanyakazi hao wanaitaka serikali pamoja na uongozi mkuu wa RVA kuchukua hatua za haraka kwa kulipa madeni yote ya mishahara, kuweka mfumo wa uhakika wa malipo ya mara kwa mara na kutoa tamko rasmi kuhusu mgogoro huo ambao umeendelea kwa muda mrefu. Hadi sasa, serikali na uongozi wa RVA hawajatoa majibu ya wazi kuhusu madai hayo, huku wafanyakazi wakisisitiza kuwa wataendelea kushinikiza haki zao mpaka suluhisho la kudumu lipatikane. Vita nchini DRC vimebaki kama wimbo wa taifa, haswa sehemu yake ya mashariki. Mapigano ya mara kwa mara huripotiwa kila siku kwa miongo mitatu sasa. Swali ni kwa nini vita haviishi DRC? John Moses anatoa mtazamo wake. Hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa miaka mingi sana. Ukiangalia hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au DRC, utaona kwamba si vita vya kawaida ambavyo vinaweza kuisha kwa kusaini makubaliano leo alafu kesho kila kitu kinakuwa sawa. Hapana. Huu ni mgogoro wenye mizizi mirefu sana. Kwanza kabisa, kuna suala la rasilimali. Mashariki mwa DRC ni moja ya maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini duniani. Kuna dhahabu, coltan, cobalt na madini mengine mengi yenye thamani kubwa sana katika soko la dunia. Sasa unapokuwa na utajiri mkubwa kiasi hicho katikati ya mazingira yenye udhibiti mdogo wa serikali, mara nyingi kunatokea makundi yanayotaka kuyadhibiti maeneo hayo kwa maslahi yao. Na hapo ndipo tunapoona makundi ya waasi yakiendelea kuibuka mara kwa mara. Hata kama kundi moja litakubali kuweka silaha chini, kuna uwezekano kundi jingine likaibuka au likachukua nafasi yake. Kwa sababu nyuma ya mapigano haya mara nyingi kuna fedha zinazotokana na biashara ya madini. Hivyo kwa baadhi ya makundi, vita vinakuwa biashara kuliko hata swala la kisiasa. Lakini si hilo tu. Kuna pia tatizo la historia ndefu ya migogoro katika ukanda wa maziwa makuu. Tukikumbuka yaliyotokea Rwanda miaka ya 90 na harakati zilizofuata baada ya mauaji ya kimbari, baadhi ya athari zake zilisambaa hadi ndani ya DRC. Makundi mbalimbali ya silaha yaliingia au kuungwa ndani ya eneo hilo na baadhi yao bado yanaendelea kuwepo hadi leo. Alafu kuna suala la udhaifu wa serikali katika baadhi ya maeneo ya mashariki. Unajua, DRC ni nchi kubwa sana kijiografia. Wakati mwingine serikali iliyoko Kinshasa inaweza kuwa mbali sana na maeneo ambayo mapigano yanaendelea. Hivyo katika baadhi ya sehemu, wananchi wanaweza kumuona kamanda wa waasi mara nyingi zaidi kuliko mwakilishi wa serikali. Hali hiyo huwapa makundi yenye silaha nafasi ya kuendelea kujijenga na kupata ushawishi. Pia kuna migogoro ya ardhi, migogoro ya kikabila na mashindano ya rasilimali kati ya jamii mbalimbali. Haya ni mambo ambayo hayaonekani sana kwenye vichwa vya habari, lakini mara nyingi ndiyo yanayoweka mafuta kwenye moto wa mgogoro. Kwa hiyo ukiweka pamoja utajiri wa madini, uwepo wa makundi mengi ya waasi, historia ya migogoro ya kikanda, pamoja na changamoto za kiusalama na kiutawala, unaanza kuelewa kwa nini vita vya mashariki mwa DRC vimekuwa vigumu sana kumalizika kabisa. Na hadi mizizi hiyo yote itakaposhughulikiwa kwa pamoja, safari ya kufikia amani ya kudumu itaendelea kuwa ngumu. John Moses aliulizwa ni mambo gani yanayofanya juhudi za amani kushindwa na nini kinaweza kufanyika kumaliza vita hivyo. Sasa tukija kwenye juhudi za amani, hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu zaidi. Kwa sababu ukweli ni kwamba mazungumzo ya amani yamefanyika mara nyingi sana. Kumekuwa na mikutano, makubaliano, wapatanishi na hata vikosi vya kimataifa vya kulinda amani. Lakini bado mapigano yanaendelea. Sababu kubwa ni ukosefu wa uaminifu kati ya pande zinazohusika. Mara nyingi upande mmoja ukisaini makubaliano, baada ya muda mfupi huanza kuutuhumu upande mwingine kwa kuyavunja. Hivyo, mazingira ya kutokuaminiana yanaendelea kuongezeka badala ya kupungua. Kuna pia suala la maslahi ya kikanda. Mara kwa mara kumekuwa na tuhuma na malalamiko kati ya DRC na baadhi ya nchi jirani kuhusu usalama wa mipakani na uhusiano na makundi yenye silaha. Wakati masuala ya ndani yanapoingiliana na masuala ya kikanda, mgogoro huwa mgumu zaidi kutatuliwa. Halafu kuna tatizo la umaskini. Katika maeneo mengi yanayokumbwa na mapigano,
Vijana wengi wanakosa ajira, wanakosa fursa za elimu na wanakosa matumaini ya maisha bora. Katika mazingira kama hayo, baadhi yao huona kujiunga na kundi lenye silaha kama njia pekee ya kupata kipato au kujilinda. Na jambo jingine ambalo halizungumzwi sana ni kwamba vita vikidumu kwa muda mrefu, watu na mitandao fulani huanza kunufaika navyo. Kuna biashara haramu, usafirishaji wa madini na shughuli nyingine zinazoweza kuwapa baadhi ya watu faida kubwa. Kwa watu hao, amani inaweza kuonekana kama tishio kwa maslahi yao ya kifedha. Sasa nini kifanyike? Kwanza kabisa, serikali ya DRC inahitaji kuimarisha uwepo wake katika maeneo yote ya mashariki. Wananchi wanahitaji kuona shule, hospitali, barabara na vyombo vya usalama vinavyofanya kazi kwa ufanisi. Pili, biashara haramu ya madini lazima idhibitiwe. Kwa sababu kama fedha zinaendelea kuingia kwa makundi ya waasi, basi vita vitaendelea kupata nguvu mpya kila wakati. Tatu, nchi za ukanda zinahitaji kuongeza ushirikiano wa kweli katika masuala ya usalama. Badala ya kulaumiana, lazima kuwe na mfumo wa pamoja wa kushughulikia vitisho vinavyovuka mipaka. Na mwisho, vijana wanahitaji kupewa matumaini ya maisha bora kupitia elimu, uwekezaji na ajira. Kwa sababu amani ya kudumu haijengwi kwa bunduki pekee, bali pia kwa fursa za maisha. Kwa hiyo, kwa kifupi, vita vya mashariki mwa DRC havijaendelea kwa sababu ya risasi pekee. Hapana, vinaendelea kutokana na mchanganyiko wa siasa, rasilimali, maslahi ya kikanda, changamoto za kiuchumi na historia ndefu ya migogoro. Na hadi mizizi hiyo yote itakaposhughulikiwa kwa pamoja, safari ya kufikia amani ya kudumu itaendelea kuwa ngumu, ingawa si jambo lisilowezekana. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Huseni.